Hakika umeme Kumbukumbu inanirudisha mwaka 2021. Umeme kila kona ya Tanzania. Inanikumbusha wakati wa Tanzania tulivyokuwa tukiyapokea maneno kutoka kwa wanaharakati wasioitakia mema Tanzania kuhusiana na bwawa la uzalishaji umeme la Mwalimu Julius Nyerere. Wa Tanzania tukaamua kuwafungia masikio, tukaamua kuamini viongozi wetu. Mara anaingia madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan kama rais wa Tanzania. Ahadi yake ya kwanza ni kuhakikisha anamaliza mgao wa umeme. Chanzo kikuu kinaonekana ni bwawa la Mwalimu Nyerere lililokuwa kwenye ujenzi kule Rufiji. Bwawa lililoanza ujenzi wake chini ya rais wa awamu ya 5 wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli mwaka 2019, lakini sisi wafanyabiashara tukaaminishwa na wanamitandao kuwa haiwezekani kwa sababu eti kulikuwa hakuna pesa, huku bwawa hilo likiwa na 31% pekee katika ujenzi wake. Tuliona ni ndoto za alinacha na stori za bunuasi, eti siku moja Tanzania imalize tatizo la mgao. Siku zikasogea na miaka ikakatika. Ndani ya miaka 4 ya utawala wake, mara tukasikia mtambo wa kwanza wa kuzalisha umeme umewashwa, mara wa pili, mara mitambo yote 9 ya bwawa la kuzalisha umeme la Mwalimu Nyerere imeanza kuzalisha umeme, huku megawati 2115 za umeme zikiingizwa kwenye gridi ya taifa. Mara ghafla mgao wa umeme Tanzania hatuuoni tena. Waliotuaminisha haiwezekani nao pia hatuwaoni tena, na biashara zetu zimerudi kwenye ubora. Umeme sio tatizo tena. Haya yote yametokea kwa sababu ya utekelezaji wa ahadi ya rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuwa atahakikisha bwawa la kuzalisha umeme la Mwalimu Nyerere JNHPP linakamilika. Aliahidi na ametenda, jambo lililopelekea leo Tanzania vijiji vyote vimefikiwa na huduma ya umeme. Leo kinyozi hawazi tena kukosa biashara eti kwa sababu ya umeme. Muuza samaki mimi, biashara yangu imerudi na nimeukimbia umasikini. Rafiki yangu muuza barafu leo familia yake inatabasamu, lakini dada yangu wa saluni ana uwezo wa kulipa vikoba bila wasiwasi kwa sababu ana uhakika wa wateja, ana uhakika wa umeme. Na hii ndiyo sababu tunatiki Oktoba. Tunatiki kwa sababu tunaye rais anayetimiza ahadi zake na kuifanya Tanzania kuwa sehemu salama ya kuishi. Anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mtu huyu, mimi mfanyabiashara niliyekuwa nategemea umeme, ninasema Tanzania salama. Tunatiki Oktoba. Tunatiki Oktoba 29. Tunatiki kwa Samia Suluhu Hassan. Tunatiki.